Anasema wanachukua fedha wanaingiza kwenye mifuko iliyotoboka. Kwa hiyo ndio kufanya kazi ni kweli mshahara unao, lakini kama Freemason hela unaipata, lakini hauoni matokeo hiyo fedha. Ni kwa sababu anga juu yako limefunguka. Lakini anga likishafunguka, ukipata fedha utaona matokeo ya hiyo fedha. Utaona kazi hiyo fedha na utajenga nyumba, utakaa ndani yake. Utaona matokeo ya hiyo fedha na umiliki. Anga likiwa wazi, anga likifunga, ni sawa na kutembea chini, ni sawa na kaa kwenye jangwa, ni sawa na kaa kwenye nchi ya ukame. Hauna wepesi, maisha yanabana kila mahali. Na nikuonesha ahadi ya Mungu kwa mwaka huu ni kwamba tatembea chini ya mbingu zilizo wazi. Na nikuonesha alama kama 10 za kutembea chini, kama 9 au 8 ya kutembea chini ya mbingu zilizo wazi. Nilikwambia mbingu zikishafunguka basi uwe na uhakika Mungu anafungua hazina za mbinguni kwa ajili ya kujaza. Sawa sawa na Kumbukumbu la Torati 24. Anasema atafungua, atakujaza hazina za mbinguni. Sawa sawa na Isaya 45:3. Anasema ataleta hazina za gizani. Atainua watu kwa ajili yako kwa habari ya uchumi. Kile unachokifanya kitafanikiwa sawa sana na Zaburi 1:3. Lote ambalo unatia mkono wako ulifanya utaona linafanikiwa, linaenda. Utapata wepesi kwa kile unachokifanya. Hakutakuwa na upinzani. Kwa mbingu zitakuwa wazi kuachilia baraka. Sawa sana Malaki 3:10 anasema atafungua madirisha mbinguni, ataachilia baraka hata isiwepo sehemu ya kuziweka. Na anaposema ataachilia baraka, baraka ni zaidi ya fedha. Ataachilia uzima ndani yako, ataachilia amani ndani yako, ataachilia furaha ndani yako, ataachilia kibali ndani yako. Kwa hiyo tunaposema kwa habari ya baraka kimungu ni zaidi ya fedha. Ataachilia fedha, ataachilia kibali, ataachilia afya njema, ataachilia uzima, ataachilia kuinuliwa, ataachilia amani ndani ya moyo, ataachilia kufanikiwa. Kwa baraka ni yote hayo. Hiyo ni alama ya kwamba mbingu zako ziko wazi. Na hili nilikwambia, mbingu zikiwa wazi, Mungu atakutambulisha mwenyewe. Mbingu zikiwa wazi, mbingu zitatoa tangazo kutambulisha. Kuna mahali hautahitaji kutambulisha. Wakiona najua huyu ni mtumishi wa Mungu, huyu ni mwana wa Mungu. Mbingu zilipokuwa wazi, Yesu alitambulishwa. Nilikuonesha Luka 3:21. Mbingu zilifunguka, Mungu mwenyewe akamtambulisha Yesu. Akasema huyu ni mwanangu mpendwa inayopendezwa na. Mbingu zilikuwa wazi. Na nilikwambia mbingu zikiwa wazi, hata waliokusahau watakukumbuka. Hata kama jina lako lisahauliwa mahali, utashangaa linakumbukwa. Nilikwambia Mordekai alisahauliwa kabisa. Alimsaidia mfalme asipinduliwe, lakini jina lake likaandikwa kwenye vitabu, vikawekwa store. Hivyo ukafanya application kwenye kampuni naomba kazi, CV yako inasomwa hivi, wanakunja wanaingiza kwenye dustbin. Umesaulika. Hivyo ukaomba kibali sehemu, ukaomba kazi sehemu, wanasoma barua yako, wanakunja wanaingiza kwenye faili na faili na saulika. Hao bosi anavuta meza, anaingiza ndani ya meza na anafunga na anasahau. Huo unapambana tu, unapambana. Kumbe hujui CV yako ipenda. Walikunja wakaingiza sehemu, wakasahau. Na kwa sababu mbingu zimefunga, hakuna kumkumbusha. Mbingu zikishafunguliwa, Mungu anapush mioyo ya wakuu. Huwa anapush mioyo ya watawala. Huwa anapush mioyo ya wafalme kwa ajili ya kukumbuka waliosahauliwa. Haujaona tunaenda kwenye interview, anafanya interview, anamwambia umefaulu, nenda atakupigia simu. Na baada ya hapo apigiwi simu. Unasubiria mwaka, hajaona simu. Haujaona kuambia tutakuita, unasubiria nitaitwa. Unaacha na namba ya simu, unajua wataniita, hauitwi. Ulipoondoka kuna watu waliingia wakabadilisha mashauri na jina lako likasahauliwa. Haya ndio mambo yamkuta Mordekai. Amesaidia ufalme, amesaidia nchi sipinduliwe, ametumia akili ya kijasusi, lakini baadaye akamwandika kwenye vitabu Mordekai na jina lake wakalitunza mali. Inawezekana kuna watu hapo wamesahauliwa kabisa. Biblia inasema Esta sura ya 6, usiku ule mfalme hakupata usingizi.
akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa, naye akasomwa mbele yake. Mstari wa pili. Rudisha kwanza mstari wa kwanza uone vizuri hapo kama moja. Anasema usiku ule mfalme hakupata usingizi. Kwa kile Mungu alifanya, alibana usingizi wa mfalme. Hajui kwa nini na mawazo. Usingizi unakuja. Mstari wa pili. Ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachongea Bigthana na Tereshi, wasimamizi wawili wa mfalme, katika hao waliolinda mlango, waliotaka kumtia mikono mfalme Ahasuero. Mfalme akasema, je, ni heshima gani au ni jaa gani Mordekai alifanyiziwa kwa ajili ya hayo? Watumwa wa mfalme waliomhudumu wakamwambia, hakuna alilofanyiziwa. Mfalme Ahasuero yupo nani bewani, ikawa Haman, hata ukishia hapo kwanza. Kwa hiyo mtu alisaidia, lakini jina lake likaandikwa, taarifa zake zikaandikwa, lakini hakupewa chochote mpaka mbingu zilipoingilia kati. Wayahudi walipofunga maombi ya siku 3, hawakula wala kunywa, wakaomba kwa ajili ya ukombozi. Wayahudi walifunga siku 3, hawakula wala kunywa. Kwanza baada ya hapo, roho ya mauti juu ya taifa la Israeli kabatilishwa, maana wameshapanga Wayahudi wauawe wote. Walipoomba yale maombi, akabatilisha roho ya mauti aliyekuwa amepanga wauawe. Mauti kamgeukia mwenyewe baada ya maombi ya siku 3. Baada ya hapo, yale maombi yakaleta ukumbusho, akaletewa kitabu asome. Hakumbuka jina lake lilikuwa limesahaulika, hajafanyiwa chochote. Inawezekana umesahaulika mahali. Mbingu zikisha kuwa wazi, waliosahaulika wanakumbukwa. Mbingu zikiwa wazi, waliosahaulika majina yao yanakumbukwa. Sema amina. Haujakumbuka kwa habari ya mtu anaitwa Yusufu akiwa gerezani, amesahaulika kabisa, amemsahau. Mbingu zilipokuwa wazi, Yusufu alitoka gerezani, alijikuta mbele ya mfalme ameketi pale, anatafsiri na ndoto. Mbingu ziko wazi. Haujasoma kwa habari ya Daudi. Daudi alikuwa ni kijana mdogo tu, amesahaulika, haheshimiki popote. Amesahaulika mpaka na wazazi wake. Yuko anachunga kondoo Daudi, wameitwa wengine wote. Daudi amesahaulika. Mpaka Samuel anamuuliza Yese, hivi wanao wote wameisha? Anasema ndio. Anasema hakuna mwingine. Anasema kuna mwingine mdogo wao wa mwisho kabisa, yuko anachunga kondoo. Aliyekuwa amesahaulika anachunga kondoo, wakati wake ulikuwa umefika. Mbingu zimeweka. Alifuatwa nyikani kwenye kuchunga kondoo, akaja akatiwa mafuta, akawa mfalme. Mbingu ziko wazi, lazima utakumbukwa na utatiwa mafuta kuwa mfalme kwa jina la Yesu aliyesema amina. Niwaambia, mbingu zikiwa wazi, kuna uwezesho wa kimungu, divine empowerment au supernatural empowerment au supernatural enablement. Mbingu zitakuwezesha. Mbingu zilipofunguka, Yesu alishuka huwa kama alama ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alishuka kwa ajili ya kumwezesha Yesu. Yote aliyofanya Yesu alitegemea uwezesho wa Roho Mtakatifu, kwa sababu alijazwa Roho Mtakatifu, alipakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Saa ile baada ya kubatizwa, mbingu zilifunuka na akashuka Roho Mtakatifu kama huwa. Nisema mbingu zikisha kuwa wazi, Mungu anashuka kwa ajili ya kuhukumu maadui. Mungu anashuka kwa ajili ya hukumu. Mwanzo 7:11 anasema Mungu akafungua madirisha ya mbingu, akaachilia maji ya gharika kwa ajili ya watu wakati wa Nuhu. Nuhu amehubiri injili miaka 100, anajenga safina, watu hawakuelewa, lakini Mungu alifungua mbingu, madirisha ya mbingu yalifunguka, akaachilia maji ya gharika. Leo Mungu anashuka kuhukumu. Wakati wa Joshua,
Kitabu cha Joshua sura 10 mstari wa 11. Mbingu zilikuwa wazi. Joshua, mbingu zikaachia mawe yakapiga maadui wa Israeli waliokimbia upanga wa Joshua, na hao waliopigwa wakafa walikuwa ni wengi. Hakuna adui atasimama mbele yako mwaka huu kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema atakuja kwa njia moja, lakini wataondoka kwa njia 7. Haleluya! Ashinde naye na Bwana atapondwa. Hiyo ni Biblia. Hukumu dhidi ya waovu na hukumu dhidi ya miungu. Nilikwambia mbingu zikifunguka ni alama ya uamsho. Kuna uamsho unatokea. Kwa mbingu zifunguka inashuka mvua. Mvua ni alama baraka, mvua ni alama ya uamsho, mvua ni alama ya msimu mpya. Kwa kama anga zimefunguka uchue ni alama ya msimu mpya, ni alama ya uamsho. Ni majira mapya yanaanza. Sahau ya zamani, anzia hapo kwenda mbele. Sahau ulipoanguka 2025, anzia hapa. Mungu ni mambo mapya. Anasema tazama, nitafanya jambo jipya, hata jangwa litatoa maji, hata nchi kame itatoa maji. Sahau ya zamani, anzia hapa, nenda mbele. Mungu ana mpango mpya mwaka huu. Sema amina kama unaamini, na upokee sawa sawa na amina yako. Nilikwambia baraka ya mtu inaweza kacheleweshwa. Baraka ya mtu inaweza kacheleweshwa. Lakini Mungu akiachilia baraka, anataka baraka uipokee kwa wakati. Mbingu zikiwa wazi, anataka upokee baraka yako wakati wake. Nilikwambia uzuri wa jambo umefungamanishwa na muda. Hauwezi ukatenga muda na uzuri wa jambo. Mhubiri wetu anasema kila jambo na wakati wake, na kila jambo amelifanya zuri kwa wakati wake. Mhubiri wetu 11. Kwa hata kama ni baraka lakini kacheleweshwa, itakuwa haina maana tena. Kama ni baraka adui akaikwamisha, itakuwa haina maana tena, kwa sababu uzuri wa jambo umefungamanishwa na muda. Kila kitu kimefanywa kizuri kwa wakati wake. Kwa uzuri wa jambo huko ndani ya muda. Hata kama ni baraka imekuja lakini imecheleweshwa, kilo kuna kitu adui ameharibu. Kwa kama ni baraka, Mungu amesema mwezi wa 6 ni mwezi wa kuinuliwa kazini. Mwezi wa 6 hutakiwi kupita. Huo ni wakati uliobeba baraka. Tutauombea wakati, na mbingu zikiwa wazi, baraka yako itakuja kwa wakati wake, haitacheleweshwa kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya! Kanuni za kutembea chini ya mbingu iliyo wazi. Ili mbingu zako zifunguke na uenjoy kutembea chini ya mbingu zilizo wazi, zingatia haya mambo 7. Kanuni ya kutembea au za kutembea chini ya mbingu iliyo wazi. Na moja nilikwambia ni kuishi maisha ya unyenyekevu. Nilikwambia kila baraka unayoiona inaambatana na unyenyekevu. Utii na unyenyekevu. Kuishi maisha ya utii. Imani nilisema utii. Kuishi maisha ya utii. Kanuni ya kwanza nilikwambia ni kuishi maisha ya utii. Hauwezi ukatenganisha utii na baraka. Isaya sura ya 1 mstari wa 19. Hauwezi ukatenganisha utii na mbingu kuwa wazi. Watu wengi hawajafanikiwa na mbingu zimefunga, sio kwa sababu Mungu anachukia, ni kwa sababu sio watii. Hauwezi ukatenganisha utii. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Kwa mema ya nchi na unono wa nchi umefunga kwenye ufunguo unaitwa utii. Na nimezungumza sana kwa habari ya utii jana na juzi. Kakwambia Abrahamu anaitwa baba mataifa kwa sababu Abrahamu alikuwa tayari kutii, sio mara moja, sio mara mbili. Alipoambiwa hama nyumbani kwenu, Abrahamu alikuwa tayari kuhama, asiwe anakoenda kwa imani. Ili kuonesha utii ni alama ya imani. Hawezi ukasema unamwamini Mungu kama hamtii. Kama unasema unamwamini Mungu, maana yake kama unamtii Mungu, maana yake unamwamini. Utii ni alama ya imani. Kwa Abrahamu akatoka kwenye ile nchi, hajui anakoenda, lakini ana sauti ya Mungu. Mungu ameniambia nihame niende katika nchi aliyoniambia niende. Basi. Kumbe Mungu anamwambia ahame, anamhamisha kwenye miungu ya nyumbani kwao. Anampeleka kwenye nchi chayo maziwa na asali kwa ajili ya kizazi chake cha baadaye. Abrahamu amepata Isaka, mtoto wa uzeeni mmoja. Mungu anamwambia mtoe mwanao wa pekee Isaka umpendaye. Mungu alijua moyo wa Isaka na Abrahamu vimeungana.
Mungu alichua moyo wa Ibrahimu kwa Isaka. Kwa Mungu anataka amtenge Isaka na Ibrahimu. Na ndiyo maana Mungu akiona moyo wako umeambatana na kitu, atakwambia kitu kitoe. Unaweza ukameona nafikiri mapepo, kumbe hata sio mapepo. Hali ya mafanikio ya mtu inategemea hali ya moyo wake. Kwa utii ni moja ya kanuni ya kufungua mbingu. Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze na kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake ama sivyo. Ili akujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako. Kama utashika, kazi ya jangwa ni Mungu atakaangalie moyo wako mbeba nini. Kwa maisha ya utii yanafungua mbingu. Kuna wakati Mungu anatoa maelekezo ya bebe kama yalivyo. Kuna wakati Mungu anakupa lamani, beba kama ilivyo tii. Kuna wakati unasoma Biblia unasikia sauti ya nani, beba kama ilivyo. Sauti ya Mungu ndiyo maisha yetu. Utii, obedience. Naambia nikwambia kanuni ya pili ya kufungua mbingu ni kanuni ya maombi. Mpendo, hakuna kamba isiyokatika, hakuna kifungo kisichoachia. Issue ni kwamba umeamua kiasi gani ushughulike na hiyo issue. Na mambili nikwambia, ufunguo wa pili wa mbingu au kutembea chini ya mbingu za wazi ni maisha ya maombi. Luka sura ya 3 mstari wa 21 na 22. Nilikwambia Biblia inaonyesha Yesu wakati anabatizwa alikuta Yohana Mbatizaji anabatiza, na watu wengine pia walikuwa wanabatizwa, na hawa watu wengine pia walikuwa wanabatizwa, na hawa watu wengine pia walikuwa wanabatizwa. Lakini Yesu anaonyesha tofauti kati yake na watu wengine waliokuwa wanabatizwa. Yesu wakati anabatizwa, Biblia inasema ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunuka. Naye anaomba, kusidi kwamba Yesu alibatizwa tu, no, amebatizwa, anaomba, mbingu zilifunuka. Maombi yanafungua mbingu. Kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 17. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana. Maombi ya mwenye haki yanafaa, yakiongezewa element inaitwa bidii. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua ikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi kazama. Ili kuonesha moja ya dalili ya mbingu zilizofungwa ni kwamba hamna mvua. Kwa Elia alipofunga mbingu, alisema mvua haitanyesha isipokuwa kwa neno. Na ndio maana maandiko yanasema mtakula matunda ya vinywa vyenu, kwa sababu kinywa chako kinaumba. Kinywa chako kinaweza kikafunga au kikafungua. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote ukalifunga duniani litakuwa limefungwa na mbinguni, na lolote ukalifungua duniani litakuwa limefunguliwa na mbinguni. Mambo yanayoboost nguvu ya maombi au mambo yanayoongeza nguvu ya maombi mara nyingine ni sadaka. Sadaka ina boost nguvu ya maombi. Maombi yaliyoambatana na sadaka yanakuwa na nguvu. Ni kuonesha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 1. Kwa habari ya Kornelio, alikuwa akifanya maombi daima na kutoa sadaka kwa watu. Hana alifanya maombi yaliyoambatana na sadaka ya nadhiri. Bwana, ukinipa mtoto huyu wa kiume atakuwa mtumishi wako. Hii ilikuwa ni nadhiri ya Hana. Kwa maombi ya Hana pia yaliambatana na nadhiri. Lakini mbili, maombi yenye nguvu yanaambatana na mifungo. Mathayo 17:21 anasema kwa jinsia itoke isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Mifungo inakuongezea nguvu. Nimekuwa nafundisha kwa habari ya faida na maombi ya kufunga na kuomba. Isaya 58 nzima, Isaya 58 nzima inazungumzia kanuni za kufunga na kuomba na faida za kufunga na kuomba, faida za kiroho na faida za kimwili. Na ili moja ya faida ya maombi ya kufunga na kuomba ni kuongeza nguvu ya maombi. Yesu baada ya maombi ya siku 40, maandiko yanasema akarejea akiwa amejaa nguvu na Roho Mtakatifu. Aina matatu, kitu kingine kinachoongeza nguvu ya maombi, machozi, kuugua. Isaya alipopewa unabii wa kifo aligeuka akalia kwa machozi, na ile mauti kabatilishwa, nabii akarudi. Hezekia alipotoa unabii kwa Isaya. Kanuni ya tatu ya maombi ya kuweka mbingu wazi juu yako. Sema amina kama uko na mimi. Na utumishi katika nyumba ya Mungu, service in the house of God, utumishi katika nyumba ya Mungu. Na kuna watu wengine hawaelewi yetu kwamba Mungu amewaita wamtumikie, na hapa ndipo shida inapoanzia kwa. Kuna mwingine alikuja kwa sababu alikuwa anaumwa, kwa alijua kinachomuunganisha kati yake na Mungu ni uponyaji. Lakini Mungu anapokuokoa, Mungu anapokuponya, Mungu anapofanyaje, anataka
umtumikie. As long as umeokolewa, the primary goal ya kuendelea kukaa hapa duniani, it is your service to God. Kusudi kubwa la Mungu kuacha duniani leo hapa sio uendelee kuvuta oksijeni, uendelee kumtumikia. Ndio maana baada ya kuokoka haufi. Ukijitoa kwenye biashara ya utumishi ya kumtumikia Mungu, anamwambia Mungu sina faida duniani. Kwa kama ni kuponywa, Mungu amekuponya ili umtumikie. Kama ni kutoa dhambini, anakutoa ili umtumikie. Anamwambia Farao, waache wana Israeli watoke Misri waende jangwani wakanitumikie, wakanifanyia ibada. Utumishi kwenye nyumba una nguvu ya kufanya mbingu juu yako zikawa ni wazi. Una nguvu ya kuachilia baraka kwenye maisha, baraka kwenye uzao wako. Yesu alipoenda kwa Petro akamponya mkewe na homa. Baada hapo alijifunga mkewe na Petro akamtumikia Yesu. Luka sura ya 8 mstari wa 1 na wa 2. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, na wale thenashara walikuwa pamoja naye. Mstari wa 2, na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Hao wanawake walikuwa na pepo wabaya na walikuwa na magonjwa, lakini Yesu akawaponya. Nao ni akina nani? Ni Mariamu aitwaye Magdalene aliyetokwa na pepo 7, na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herode, na Susana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Baada ya kuponya magonjwa, baada ya kuponya mapepo, wengine mpaka idadi yao tunaiona mapepo 7. Hao watu hawakumwacha, walijiambatanisha kwenye utumishi, waliokuwa wakimhudumia Yesu kwa mali zao. Utumishi kwa nyumba ya Mungu unaleta faida. Unafungua mbingu na unaachilia baraka juu yako. Kama umeokoka, angalia kuna gap sehemu gani unaweza kalifiri ndani ya nyumba ya Mungu. Usikae ndani ya nyumba ya Mungu kama mpelelezi. Kama ni usafi fanya, kama ni ushemasi fanya, kama ni chooni kapiga. Amen. Kama ni kutia moyo tia moyo. Kama ni maombi jikomiti kwenye kipengele cha maombi, omba. Kama ni mwimbaji imba. Kama ni mwinjilisti piga gombo. Lakini by any means hakikisha kuna utumishi unaofanya kwenye nyumba ya Mungu. Na kuna kazi nyingine zinazarauliwa, lakini hizo ndo zimebeba baraka. Kuna kazi nyingine kwenye nyumba ya Mungu hazina heshima, lakini ndo zimebeba baraka. Kudeki vyoo vya kanisa. Nani anadeki vyoo vya kanisa? Siku Mungu anakuambia sasa Jumapili jao, huu mwezi mzima utadeki vyoo vya kanisa. Sema mimi shetani toka kwa jina la Yesu. Mimi ndo kudeki vyoo vya kanisa. Utasema huyu sio Mungu, ni shetani. Lakini kumbe Mungu anaandaa baada ya kupeleka sehemu nyingine. Unafikiri kutumika ndani ya kanisa ni udhaifu? Unafikiri kufanya usafi kanisani ni udhaifu? Unafikiri kuliwa maeneo ya kanisa ni udhaifu? Unafikiri kuja kanisani ukaomba kwa ajili ya kanisa na huduma ni udhaifu? Mungu angehesabu makosa yetu, sisi kama tungesimama. Lakini basi tu amejaa rehema na neema na tusaidia sana. Niomba ushuhuda. Siku moja hapa nikawa naambia, siku nilipoona maono juu ya siku ya mwisho, na nikaona imefika ni siku ya mwisho, na nikaona tunajipanga mstari mrefu tunaelekea kwenye kiti cha hukumu. Na mimi nikaona ni kama mtu wa 5. Kuna watu wengine 4 wako mbele yangu. Na nilipokuwa nafika, nikaona Mungu anawauliza kwa habari ya mambo mengi. Anajua taarifa ya kila mtu. Halafu na mimi nikafika pale. Mimi nilipofika pale, cha kwanza aliniuliza swali moja. Nikaona na taarifa zangu zote. Kwa nini ulifanya hiki na hiki na hiki? Nikaeleza. Moyoni mwangu naishi hofu sana, namwambia ni mara hii tu nisaidie, maana nikimisi mara hii sina nafasi tena, nitafanyaje? Nasikia naogopa na tetemeka mbele zangu. Kajibu. Baada hapo nikaona amevuta kama sanduku. Akaniambia unaiona? Nikamwambia ndio. Akanionyesha tenza naona nilikuwa naitumia kanisani. Akanionyesha Biblia niko nayo. Akanionyesha na bahasha nyingi. Hapa akaniambia bahasha hizi ni sadaka ulizokuwa unazitoa kwa ajili ya kazi ya injili duniani. Aina akaniambia hata hivyo hautaingia mbinguni. Kaambia
Mungu, kwa nini siingii? Akaniambia, unajua ulikoga uimbi kanisani. Utafikiri natunga, niko madhabahuni. Akaniambia hauwezi ukaingia kwa sababu ulikuwa hauimbi kanisani. Kaambia Mungu, hata kama nilikuwa siimbi, sawa, mimi sisi kuimba, walikuwa naimbisha na mimi naimba nao watu. Na umeona kuna mpaka tenzangu za roho. Akaniambia hauwezi ukaingia mbinguni kwa sababu password ya kuingia mbinguni ni wimbo. Afu nikaona, akaniambia kwa rehema zake tu, akaniambia ninakuandikia wimbo. Utajifunza kuimba wimbo, ukiwimba wimbo ndio password ya kufungua kuingiza mbinguni. Kila utumishi unaofanya ndani ya Mungu unahesabu na unaweza kufanyika ni mlango wa baraka na kufungua mbingu juu yako. Kitabu cha Hagai sura ya 1 mstari wa 6. Usikae kanisani kama mgeni. Find something to do. Hakisha kuna kitu unachofanya. Akaniambia na kuandikia wimbo huu ni password. Utawimba na utafungua milango, utaingia mbinguni. Ikiwa nimeshika ule wimbo najifunza ghafla yale maono ya gada. Ikawa katika mwaka wa pili wa Dario mfalme, mwezi wa 6 siku ya kwanza ya mwezi, neno la Bwana lilimjia Zerubabeli mwana wa Shealtieli, liwali wa Yuda, na Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, kwa kinywa chake Hagai nabii kusema, Bwana majeshi asema hivi, ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja, na huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Wasema sio majira ya kujenga nyumba ya Mungu. Haya sio majira ya kujenga hekalu. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi Bwana majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo, alama ya kuwa chini ya mbingu iliyofunga. Mnakula lakini hamshibi, alama ya kuwa chini ya anga lililofunga. Mnakunywa lakini hamkuchazwa na vinywaji, alama ya kuwa chini ya anga lililofunga. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. Unavaa nguo lakini haupendezi, unatokea kama moja tu. Unajitahidi unafunga na tai lakini wapi. Unabadilisha na fundi wa kushona nguo lakini nguo haikamati sawa sawa. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. Na yeye apataye mshahara anapata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka toboka. Fedha unaipata haina matokeo. Namba 7. Bwana majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. 8. Pandeni milimani mkalete miti mkaichenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. 9. Mlitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache, alama ya mbingu zilizofungwa. Mbingu zikiwa wazi nilikwambia unapanda mbegu moja natoa 100 kama Isaka. Mlitazamia vingi, kumbe vikatokea vichache. Tena mlipovileta nyumbani nikavipelusha. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana majeshi, ni kwa sababu nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. 10. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa. Kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa, manake zimefungwa zisitoe umande, nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda ya. Hii shida ambayo tunaiona kwenye mstari wa 10 Hagai 1 ni kwa sababu watu walisahau utumishi kwenye nyumba ya Mungu. Kila mtu angeukia nyumbani kwake, wakasahau kufanya utumishi kwenye nyumba ya Mungu. Ukimuinua Mungu unainuka naye, ukimshusha Mungu unashuka naye. Unasema tunasema ukimuinua Mungu unainuka naye, sio umeketi naye. Anasema tumeketishwa naye. Kwa ukimuinua Mungu unainuka naye, na ukimshusha Mungu unashuka naye. Ukimtanguliza Mungu unatangulia naye, ukimchelewesha Mungu unachelewa naye. Are these things making sense? Hallelujah. Hallelujah. Ukimtanguliza Mungu unatangulia naye, ukimchelewesha Mungu unachelewa naye. Kwa bora ukachagua kumtanguliza Mungu ukatangulia naye kuliko kumchelewesha ukachelewa naye. Sema amina. Maisha ya sadaka ni maisha ambayo yanafungua mbingu na kuweka mbingu wazi. Korintho wa kwanza 12.
nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na palare na madumari. Warumi 12:1. Basi ndugu zangu, na wasi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kupendeza Mungu. Hii ndiyo ibada yenu yenye maana. Kabla ya kutoa sadaka, kwa maana ya fedha, kwa maana ya majumba, magari, vyote vile, cha kwanza jitoe wewe mwenyewe. Jitoe. Sadaka ya kwanza ni kujitoa wewe mwenyewe kwa Mungu. To give yourself to God. Maisha yako yawe ni kwa ajili ya Mungu. Mwili wako ni kwa ajili ya Mungu. Nguvu zako ziwe kwa ajili ya Mungu. Kabla ya kutoa mali zako, jitoe kwanza wewe mwenyewe. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 1 mpaka 5. Cha kwanza jitoe wewe. Toa moyo wako, toa mwili wako, toa maisha kwa Mungu. Baada ya hapo utaona. Tuna bahati mbaya sana siku hizi makanisani. Tuna ile tunaita ni business minded giving. Business minded giving au mercantile giving. You give in order to receive. So if you not receive when you are given, then you don't give. Watu wanatoa ili wapate. Hiyo ni akili ya biashara kanisani. Unataka ufanye biashara na Mungu. We don't give to God in order to receive from him. We give to God because we love him. Tunamtolea kwa sababu tunampenda, na kwa sababu msingi mkubwa wa utoaji ni upendo. Wakorintho wa pili 8:1. Tena ndugu zetu tuwaarifu habari ya neema ya Mungu waliopewa makanisa Makedonia. Maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao ulikuwa mwingi, uliongezea utajiri wa ukarimu wao. Maana anawashuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, hawa watu walitoa kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao. Kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Kwenye utoaji usitake usukumwe. Mungu anapenda mtu anayetoa kwa moyo wa kupenda. Usubiri utishiwe. Usipotoa utalaniwa, hautabarikiwa. Sana ngoja niende nibarikiwe. No. Toa kwa hiari, kwa moyo wa kupenda. God loves a cheerful giver. God loves a cheerful giver. Anayetoa kwa moyo wa kupenda. Wakorintho wa pili 9:6. Matendo ya Mitume anasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Malaki 3:7. Hapa nataka unisikize vizuri. Tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Nirudieni mimi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana majeshi. Lakini ninyi mwasema, turudi kwa namna gani? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia sadaka, mmeniibia zaka na dhabihu. Hapa watu wengi wamekuwa na tiria msitizo juu ya zaka. Mmeniibia zaka na dhabihu, zaka na sadaka. Kwa mwanadamu anaweza akamwibia Mungu zaka na sadaka. Mstari wa 9. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mnaniibia mimi na taifa hili lote. Anaposema mmelaaniwa, maana yake mbingu zimefungwa kwa sababu yenu. 10. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana majeshi, mjue kama sitafungulia madirisha ya mbinguni. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana majeshi, mjue kama sitafungulia madirisha ya mbinguni na kumwageni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Unaona? Kwa sadaka ni mlango wa kufungua madirisha ya mbinguni, mwagiwa baraka. Hapa kulikuwa kuna makundi matatu ya watu. Kuna ambao walikuwa hawatoi kabisa zaka. Kuna ambao walikuwa wanatoa sehemu ya zaka, wanapunguza kama akina Anania na Safira. Ndio maana anasema leteni zaka kamili. Kwa kuna wengine walikuwa wanatoa zaka lakini sio zaka kamili. Yaani ile sehemu ya 10 ni 100,000. Unasema nitamtajirisha mchungaji bwana. Kwa sema hii 100,000 hii nitaitenga. 40,000 nitapeleka kanisani, 20,000 nitapelekea yatima, 20,000 nitapelekea wajane, 20,000 nitapelekea wahitaji wengine. Sio kwamba haujaleta zaka,
isipokuwa umeleta zaka isiyo kamili. Unasema tunasema sio kwamba haujaleta zaka, umeleta zaka lakini zaka isiyo kamili. Tabia ya kupunguza mambo hii iliwaponza kina Anania na Safira. Sababu 7 kwa nini watu watoi sadaka za zaka. Kusomea na karaka moja, kukosa ufahamu wa neno la Mungu juu ya zaka. Kukosa, kwa nini watu watoi zaka kamili? Hata wapasha kidogo. Kukosa ufahamu wa neno la Mungu juu ya zaka. Kuna wengine nasema zaka ni agano la kale. Wengine nasema zaka ilisha wakati wa manabii. Wengine hivyo. Kwa wengine hawana ufahamu. Now I give you understanding, mjue sadaka imeambatanishwa na ukuhani. Namba 2, roho ya kutoamini neno la Mungu. Roho ya kutoamini neno la Mungu. Wengine nafikiri zaka ni mafundisho ya watu ili wapate fedha. Nimekwambia hivi, Mungu hatumiki kwa mikono ya wanadamu. Mungu ana namna nyingi ya kutumika. Namba 3, roho ya ubahili. Kuna mtu atamani kuachisha chochote, ni bahili. Hata kipa mtu hela 500 roho inauma. Ni bahili. Maandiko yanasema heri kutoa kuliko kupokea. Roho ya ubahili. Hata kuwasaidia wahitaji, mtu ana shida, kumsaidia ni kazi. Saidia mtu. Namba 4, roho ya wivu. Wivu. Tukitoa sadaka, watu gani wanunua magari? Toa sadaka. Wivu mbaya. Namba 6, namba 5, roho ya madeni. Kuna watu mishahara haijaingia, imeisha naisha hewani. Madeni. Kwenye agano la mwaka huu tutakopesha, hatutakopa kwa jina la Yesu. Roho ya madeni haitakuwa juu yetu. Mwambie Bwana, mimi madeni sio sehemu ya maisha yangu. Wengine hawatoi zaka, wanampenda Mungu, lakini madeni. Namba 6, roho ya kukosa uaminifu. Wengine sio waaminifu. Wengine sio waaminifu. Hata Mungu ambariki namna gani, ashushe baraka nzima dunia nzima, sio mwaminifu na hataki uaminifu. Namba 7, roho ya kutojaa. Hawa don't care whether ametoa au hajatoa, yeye anaona ni sawa sawa tu. Tunasema ngenda bagaruka ngaruka. Bwana asifiwe. Ngenda. Kuna wengine ni roho za Uchaga. Bali yani anajua shilingi maana yake nini. Na mimi sasa nikatoa shilingi yangu mimi. Hela ni ya kwangu hii baba. Wengine don't care. They don't care. Yani vyote tu yani you don't care how yani. Lakini maisha ya sadaka yanafungua mbingu juu ya watu. Haleluya. Na sadaka yenye matokeo ni sadaka iliyotoka ndani ya moyo. Sadaka yenye matokeo ni sadaka unaitoa kwa moyo wa kupenda. Sadaka yenye matokeo ni ile ambayo Mungu anasema na wewe unaiandaa, unaitoa. Kwa habari ya zaka, hiyo ina kanuni zake. Namba 5, toba. Maisha ya toba ni lango la kufungua mbinguni. Toba, repentance. Maisha ya toba. Maisha ya ni lango la kufungua mbingu. Malizie point ya dakika kabla tu redio hajatuacha. Maisha ya toba ni lango. Wafalme wa kwanza sura ya 8:35. Maisha ya toba. Nikiwa nimekaa hapa na Mungu akanani kupisha wimbo, kama ungehesabu makosa, nani ambaye angesimama? Wale watu wakamkamata yule mama amezini kwa upe kabisa, kampeleka kwa Yesu. Yesu unasemaje? Sheria inatuambia mtu akizini apigwe mawe mpaka afe. Na huyu tumemkamata na zini kabisa. Yesu unasemaje? Yesu aliinama chini akaanza kuandika dhambi ya kila mmoja mmoja. Akaanza kuandika dhambi ya kila mmoja mmoja. Alafu baadaye akawaambia, kama kuna ambaye hajawahi kufanya dhambi, na hayo wa kwanza kumrushia jiwe. Watu
watu ni rahisi sana kuwarushia wenzao mawe, lakini haujui wewe maisha yako yakoje. Huko tayari kutoa kibanzi kwenye jicho la rafiki, haujui wewe una boliti, sijui boliti kibanzi. Yesu akamwambia ambaye hajawahi kufanya ayo wa kwanza kumtupia jiwe. Mmoja akaangalia, yeye alikuwa ameiba ya mtu. Loe kamsuta akaondoka. Mwingine akaangalia, alikuwa amesema uongo, akaona ameandika dhambi yake ya uongo, akaondoka. Mwingine naye alikuwa ametoka kuzini lakini alikuwa hajakamatwa, naye akaiona ya wake akaondoka. Wote, haleluya. Useme kwa mtumishi unasema tuishi maisha ya dhambi. No, na nikwambie toba ina nguvu ya kufungua mbingu zilizofungwa juu ya watu. Nasubiri hilo andiko. Toba ina nguvu ya kufungua mbingu juu ya watu. Yule akashangaa, amebaki mwenyewe. Akamwambia, washtaki wako wako wapi? Msaidieni watu wa media andiko, maana alikuwa sikilizi. Wako wapi washtaki wako? Wote wakamwambia, na mimi sikuhukumu, nenda lakini usifanye dhambi tena. Ishu kubwa sio kutenda dhambi. Ishu kubwa unafanya nini baada ya kuwa umetenda dhambi. Ishu kubwa sio kuanguka. Ishu kubwa, je, unakumbuka kusimama baada ya kuanguka? Toba ina nguvu ya kurejesha daraja lililovunjika kati yako na Mungu. Toba inarudisha nyakati za furaha kwenye maisha ya watu. Toba ni wanasema nyakati za ujinga Mungu anazifanya kama zioni, lakini anawaagiza watu wote watubu, warejee. Kama kuna mahali yanguka, Bwana anaagiza utubu na urejee. Nyakati za kuburudishwa, nyakati za furaha zinakuja kwa sababu ya toba. Toba kiingia na rejesha mahusiano. Toba kiingia na jenga daraja. Hawa watu mimi siwaelewi. Nimesema Wafalme wa kwanza 8:35. Ndiyo. Anasema ikiwa mbingu zimefungwa hata hakuna mvua kwa sababu wamekosa. Ikiwa mbingu zimefunga kwa sababu wamekosa, kama wakiomba wakabili Jerusalem na hekalu la Mungu na kulikiri jina lako na kuiacha dhambi yao, wakati ule utakapowatesa 36, basi usikie huko mbinguni, ukaidhamie dhambi ya watumwa wako na ya watu wako Israeli, unapofundisha njia iliyo njema iwapasayo kuiendea, ukanyeshe mvua juu ya nchi yao uliowapa watu wako urithi wao. Nirudishie 35. Ikiwa mbingu zitafunga kwa sababu yafanya nini? Wakirejea wakaomba, Bwana samehe na ufungue mbingu achie mvua. Ikiwa mbingu zimefungwa hata hakuna mvua kwa sababu wamekosa, dhambi inafunga mbingu, toba inafungua mbingu. Dhambi inavunja mahusiano, toba inarejesha mahusiano. Ni kweli umeanguka, sawa, lakini tuna mlango wa toba bado. Ni kweli umemkosea Mungu, sawa, lakini haijaishia hapo, kuna rehema za Mungu bado. Ni kweli mlimsahau Mungu, sawa, lakini bado kuna lango la rehema. Ikiwa mbingu zimefungwa juu yako kwa sababu ya makosa yako, kama wakiomba kukabili mahali hapa na kiri jina lako na kuiacha dhambi yao, wakati ule wasikie. Kwa hakuna maombi yenye nguvu kama maombi ya rehema na toba. Baba, nimekosea, nisamehe. Baba, nimekosea, sikujua, lakini nimejua makosa yangu leo. Biblia inasema Bwana hata salau moyo ulio.
Ukishajishusha kwa Mungu ni sawa sawa uko vitani, afu majeshi ya maadui yamekuja, afu umejisalimisha, umeweka silaha chini ukajisalimisha hivi. Haupigwi risasi. Yaani mko vitani na maadui mnagombana, sawa jeshi. Alafu maadui yamekuja kusonga, umeweka silaha chini ukanyosha mikono juu. Hauwezi kupigwa risasi. Umejisalimisha. Toba ni kujisalimisha mbele za Mungu. Nchi ilikuwa inauma kwa sababu hakuna mvua, mbingu zimefungwa. Na hivyo wakinyekea wakaomba, Mungu anasikia toka mbinguni, anaponya nchi. Ondoa nchi, weka familia. Ondoa nchi, weka ofisi. Ondoa nchi, weka ndoa. Ondoa nchi, weka uchumi. Ondoa nchi, weka duka. Ondoa nchi, weka shamba. Ondoa nchi, weka chochote ambacho kinauma. Unaponyenyekea na kuomba, Mungu anaponya. Mungu hawezi kudharau mtu yoyote ambaye ameshuka mbele zake. Moja ya sifa kubwa ya Mungu ni rehema. Zaburi ya 51:17. Yaani hakuna mtu anajisalimisha mbele za Mungu na mikono, Mungu anamwambia hapana. Ndio maana Mungu hakatii mwenye dhambi tamaa. Watu wa redioni, kama mnataka kutufuatilia, tunapatikana Somanda hapa. Nataka tufanye maombi ya mbingu ambazo ziko wazi, na tunaenda kukiri zile baraka za kutembea chini ya mbingu ambazo ziko wazi kwa mwaka huu. Nataka nikwambie, huu utakuwa ni mwaka wa kibali, utakuwa ni mwaka wa kufanikiwa kwa kile ambacho tunalifanya. Nataka nikwambie, kazi ya mikono yako itafanikiwa. Nataka nikwambie, hakuna mchawi ataroga kazi ya kufanikiwa. Hakuna mzimu utainuka juu yako kufanikiwa. Mbingu zitakuwa ni wazi na utatembea kwa neema na nguvu ya Mungu, utashinda. Kama kuna mlima ulikushinda mwaka uliopita, mwaka huu hautakuwa mwaka wa kushindwa, utakuwa ni mwaka wa kushinda. Ninaamini Mungu aliyesema, na itakuwa kama vile alivyosema. Anasema utakuwa juu wala hautakuwa chini. Kolamo shakataya. Anasema utabarikiwa shambani, utabarikiwa na mchini, utabarikiwa unapoingia, utabarikiwa utokapo. Maisha yako yatakuwa ni heri. Hata kama ni milima itainuka, utaipanda kwa jina la Yesu. Hata kama ni madeni, utayashinda kwa jina la Yesu. Hata kama ni jaribu, utashinda kwa jina la Yesu. Bwana atakushindia. Mbingu zitapigana kwa niaba yako. Maadui yanukao juu yako watakuja kwa njia moja, kwa njia 7 wataachika. Hatuna hofu na Mungu. Sina hofu na Mungu. I know the kind of God I'm serving. Najua Mungu nayemtumikia. Elia akasema, Mungu nayesimama mbele zake, the God I stand before. Najua Mungu nayemwabudu, najua Mungu nayemwomba usiku na mchana. I know that God is the God who have never ever failed. Ni Mungu ambaye hajawahi kushindwa na. Usiogope. Nasema usiogope. Nasema usiogope. Nasema usiogope. Kama kuna hila za adui, hizo hila hazitafanikiwa kwa jina la Yesu. Kama kuna mitego ya adui, hiyo mitego itanasuka, haitakamata chochote. Kama kuna mashambulizi ya mishale ya adui yametuma, hayo mashambulizi yatarejea kwa jina la Yesu. Usiogope. Fear not. Watu wa redio tunapatikana kwa namba ya simu 0749 63 66 10. Tena nirudia tena. Unayetufuatilia kwa njia ya redio 0749 63 66 18. Utapigia namba ya huduma, utapatiwa msaada wa maombi na maombezi kabla hajaondoka. Na kama una shida kufika kanisani, utaelekezwa unafika kanisani. Tuko Bariadi, mkoa wa Simiyu, Somanda, karibia na stendi ya mkoa. Utafika na utahudumiwa. Na Mungu akubariki. Unafuatia kwa njia ya redio. Mungu akubariki sana sana. Nikutangazie mwaka huu ni wa neema kwako na baraka kwako. Mungu akubariki na kuongeze. Unanisikiliza kwa njia ya redio, God bless you. Usiogope, Mungu atakushindia na atakuwezesha katika jina la Yesu aliye hai. Niombe useme kwa miguu yako, mbingu ziko wazi. Wanaooa wataoa, wanaoolewa wataolewa. I saw, niliona vidole vya binti imewekwa pete. I saw rings. I saw rings. Namwamini Mungu na itakuwa. Na niona vidole vimevaa pete. I trust God. Huu ni mwaka wako wa mbingu zilizo wazi. Mungu hatembei na watu waoga, na Mungu hatembei na watu wasio na imani.
Nataka neno hilo liamini na liwe la kwako. Ibrahimu akaamini, akahesabiwa haki. Uamini ya kwamba mbingu zitakuwa wazi na itakuwa ni mwaka wa baraka, mwaka kuongezeka, mwaka wa kuinuka, na itakuwa ni viwango zaidi ya viwango, itakuwa ni nguvu zaidi ya nguvu, miujiza zaidi ya miujiza, vipawa zaidi ya vipawa. Hiyo mipango uliyoipanga itafanikiwa. Wachawi wanazindika mambo yao kwa sadaka kwenye madhabahu za giza. Sisi tutaungamanisha mipango yetu hapa. Jamani, kila kitu kinafanyika kwa imani. Nataka unachokifanya kifanyike kwa imani. Connect your faith. Connect imani yako. Kila kitu kinachofanyika kinafanyika kwa imani. Na Biblia inasema kila jambo lisilotendeka kwa imani ni dhambi. Kwa nataka ujue unapoandika mambo haya, Mungu atakufanikisha na unaambatanisha sadaka yako kwa imani. Nitangulie Bwana, tangulia kazi yangu Bwana, ninatamani kufika, tangulia huduma yangu Bwana, nitangulie Bwana. Yesu, niko mbele ya madhabahu yako siku ya leo ya tarehe 4 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Bwana Yesu, lako linasema mapenzi yako hayawezi kuzuilika, lazima yatimie. Hakuna jambo lolote la kuzuia mapenzi yako kwenye maisha yangu. Bwana Yesu, nimesokea mchana wa leo, ninayo sadaka hii kwa ajili ya mwaka 2026. Najiweka wakfu, naweka wakfu mwaka kwa sadaka hii. Ninaomba Bwana, na mahitaji yangu Bwana yapokee, uyapokee. Lako linasema ukumbuke sadaka zangu na kutimiza mahitaji yangu. Bwana Yesu, ninakuomba mahitaji yangu ukayatimize. Kama kuna mahali mwaka 2025 nilishindwa, mwaka huu nitashinda. Kama kuna mahali nilianguka, mwaka huu ninasimama. Kama kuna mahali nilichoka, mwaka huu napokea nguvu mpya. Kama kuna mahali adui shetani na magonjwa walinitesa, mwaka huu napokea uzima kwa jina la Yesu. Naungamanisha madhabahu yako na mahitaji yangu na matamko yangu kwa mwaka huu, ya kwamba mwaka huu ni mwaka wa mbingu zilizo wazi juu yangu, ni mwaka wa mpenyo, ni mwaka wa baraka, ni mwaka wa kushinda. Nitabarikiwa mashambani, nitabarikiwa nchini, nitabarikiwa kwenye biashara, nitabarikiwa kwenye uchumi, nitabarikiwa kazi ya mikono ya kwangu. Hazina za siri utanipatia kwa jina la Yesu. Maadui wote wanaoinuka kinyume na mimi watakusanyika kwa njia moja, watapotea kwa njia 7. Hakuna silaha inayofanyika juu yangu ikafanikiwa. Hakuna ulimi utakaosimama kunihukumu, bali mimi nitahukumu kuwa mkosa kwa jina la Yesu. Mbingu wazi, ziko wazi, ziko wazi, ziko wazi, ziko wazi. Ninatembea kwenye agano la utajiri, ya kwamba nitakopesha wala sitakopa, ya kwamba nitapata utoshelevu
kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, asante kwa sababu mbingu juu yangu ziko wazi. Maombi yangu yatajibiwa kwa jina la Yesu. Upinzani wa giza wa anga dhidi ya maombi, dhidi ya majibu ya maombi yangu hauna nguvu tangu sasa hata milele. Asante Bwana Yesu kwa sababu mipango yangu itafanikiwa na kila nilifanyalo litafanikiwa sawasawa na Zaburi sura ya 1 mstari wa 3, ya kwamba lolote nilifanyalo litafanikiwa na kustawi kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kuneemesha na kunistawisha ndani ya huu mwaka katika jina la Yesu. Amen. Mshangilie Bwana. Weka sadaka yako hapa. Thank you Lord. Rebo shaka pata ya manta. Lina mumusia tamaika. Weka hapo sadaka yako na Mungu bariki. Ribo boshanta. Niombe mnisaidie mashemasi kupata vifaa kwa ajili ya meza ya Bwana. Tunapoingia kwa ajili ya meza ya Bwana tunahitimisha. Weka kwa ajili ya meza ya Bwana pia. Weka tu hapo sadaka yako. Rina mosia manto ribahante. Jeriana mama sianto. Libo shanta rabahante mando. Rapo boshaka. Endelea kumshukuru Mungu. Endelea kumshukuru na kuamini mbingu zako ziko wazi. Ribo sheke panda mante. Lina masia hata kabdata. Mwenye yake anaishi kwa imani. Wewe mashemasi mtusaidie kwa ajili ya meza ya Bwana chapu. Libo bosheria na masia. Libo sheke branta maika saya. Galeria na masia mataka. Libo boshete ribo sianta. Maiko yanda. Raba bateria maika sika. Endelea kumshukuru Mungu. Endelea kumshukuru Mungu. Na kuamini ya kwamba it is done. Endelea kumshukuru Mungu. Na kuamini ya kwamba it is done. Endelea kuamini Mungu na kuamini ya kwamba it is done. It is done. It is done. Rabo shanta rabasia. Lika shanta rabasaya. Mande ribo sika mante. Lanta ribo sheke branta. Ripo sheke bradia maika. Yante ribo sika bedia. Manda laba sika yanta. Lipo poshanta labasia. Manda liko saikabahe. Lete bo saikamanta. Kumbuka Bwana sadaka hizi. Kumbuka Bwana mahitaji yao. Kumbuka Bwana kiu yao na shauku yao katika jina la Yesu. Libo shente ribasia manda libo shanta labasa liba bashanta labasia manto manda labahante rikonde ribo hanta mande de shariata riko bredia maika sakaya mante riba botedia manta riba baya lebo botedia maika yante rina mahanda iribo shanta labasianto lako siata lako sheriana mande libasha liko brantata labo shatamaya ikompretosia ikompretosaya mande kopata ikamba pasiata lante boshakapa ikompesikapa yante kopasia maikopasiata maikopasaya nande okosia maikotobrata likobrata shata lekobrata shata likobrata shaya lekobrata yata ikobrato shaya lande riba bote ikomperianama mande rikoprete ikomperiata leposkete manta ikoprestome ikomprastostomena itaskotometa. Mashemasi saidia kutoka kule nyuma, naona kama na ibada yao rikobredia maikateria manda labahanterisia rikobredikante manda libos kanta yante ribos kanta landa tabahadia maikata ite liba shaka paya mandus ketobonte mandus ketobredia leteria brata manda yante ribos kanta letesia manta kapayata lampos keteba rima mashataka Jesus tunasubiri watu wa meza ya Bwana. Shaka pataka ikopreto shata manta sheriata ikopredia maikata lento besiata ikobranta manta yande basia yande batedia ite
ribo yanta mande koteria rikonde rebosaya lente riba bayanta manda labahante ko la prata shata kabranda iko blanda mamante iko blanda mahante cheki kwa lakanaka ribo bushanta labasia maito basata kaba yante bobosia ka lente boboshanta la papata kaba lekote kebrata mante riba banteke leto menasketa iko blanda maika yante ribo shaya manda labahante riba konte riba saya riba mashanta la bateria lebo skanta ikapa iko blanda masia ente boseka haya lamba mashaya ba rapate koperia maiko blanda tapahai laba mashanta lente bosiata rikante bosiata lena mama shanta lena mama siata iko palate lento siata rapa pahante lanta pahante iko papa siata leko pasia leko pata rapa paikata iko blanda banda baba sante sante kwa neema sante wa kibali sante wa mkono wako sante wa nguvu zako sante kwa uaminifu wako lamba shaka kapa landa bashaka kapa landa bashaka kapa lante sheriana iko lene mashanta manderiana masia iko riba mashanta lekusiana ta iko mahante eriana mama siata eriana mama hanta lekusketa monte lekuskeria blanda mande boria tanda iko ribo shanta manda la bahante riata iko blente makapa lebo bosia iko media maka yante ribo sa iribo seka manta lebo shata kapayanta manda libo shete kepa lante baba sianta mande letosia maiko blande ribo biasia lepo siataya liko bradia manta leko praskanta leko bladia maskotobe iko planto sia manda koplanto manteke lampo sia tante leto la papa shanta kapa. Pray in the spirit, pray in the spirit. Mariana Masiante, Mariana Mashia Benda, Mariana Manante, Le Pula Mandakaya, Lina Mama Shekete, Lante Yana Masia, Lante de Granta Maika, Eliana Mama Siate, Inte Ribo Shataka, Yate Bashataka, Ikoriana Mantekeria, Mandana Manante. Lord, you thank you. Ribo dia maikata. Wewe ni mgonjwa, sogea pambele niombe kwa ajili yako. Wewe ni mgonjwa na sogea pambele niombe haraka haraka kabla hujaondoka. Gusa mahali unakoumwa, nataka niombe niachilie uzima. Kama ni tumbo, gusa tumbo. Kama ni kichwa, gusa kichwa. Kama ni mgongo, gusa mgongo. Na nataka niombe niachilie uzima. Watoto huko nyuma ndio kasimama, alafu tuombe uzima. Mshuka mbele, amini Mungu anakuponya. Amini tu. Na nguvu za
Mungu ni halisi na zinaponya. Katika jina la Yesu, tamka uzima juu yako, toka utosi wa kichwa hata unyayo wa miguu yako, katika jina la Yesu. Toka utosi wa kichwa hata unyayo wa nguvu zako, toka utosi wa kichwa hata unyayo wa miguu yako. Naachilia nguvu za Mungu sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Pepo unaleta maumivu hayo, vifungo vya giza, mamlaka ya jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Kila magonjwa ya macho, ya upofu, kwa jina la Yesu, toka sahi, toka sahi, toka sahi kwenye kifua hicho, toka sahi. Shata kapa, shete kepasia, shete kepasia, toka kwa jina la Yesu, moto wa jina la Yesu, toka, 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 toka kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Navunja kila maagano, kila mashambulizi ya giza kwenye hilo tumbo, kwenye hilo tumbo sahi, toka, 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 moto, moto kwa damu ya Yesu, toka. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kila nguvu za giza, kila maumivu kwa hiyo kifua, I command kwa jina la Yesu, toweka sahi, disappear now, disappear now, disappear now, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Uwe mzima, uwe mzima kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka ndani yake roho ya kuchanganyikiwa, kila mizimu iliyokamata maisha yake, kama anawachanganya nywele hivi na yeye anawachanganya na watoa, kusaidia meki kazi yake, tunashika 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 kazi yake. Tunaenda, tunaenda tulikotoka, tunaenda, 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 hesabu moja, tunaenda, tunaenda, tatu, go, tunaenda. Shangilia Bwana. Naachilia uzima kwenye tumbo hilo, kwenye hilo tumbo, kwenye hilo tumbo, kwenye hilo tumbo, kwenye hilo tumbo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu,
Mungu amekuponya, usirudi nyuma. Sawa? Biashara yako utafanya kufanikiwa. Sawa? Mitaji yako haitaharibika. Sawa? Bwana amekuponya, simama fanya biashara uendelee. Hautauma tena. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, weka mkono yako tu. Toka! Wewe wakuzu. Toka! 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 Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Naapiza kwa moto. Naapiza kwa moto. Naapiza kwa moto. Toka! Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Machoka ambayo yalitema mate kwenye macho yako yakaleta upofu juu ya macho yako. Hayo machoka ambayo yalitema mate kwenye macho yako ukawa na upofu. Hayo machoka yaliyotema mate kwenye macho yako na ukawa na upofu. Hayo machoka yaliyotema mate kwenye macho yako, tema mate kwenye macho ili uwe kipofu. Na walaani, na walaani, na walaani kwa jina la Yesu. Na walaani, na walaani kwa jina la Yesu. Toka! Mwache, 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 mwache. Hii vita ya macho, hii vita ya macho, hii vita ya macho, hii vita ya macho hii, hii vita ya macho hii. Hayo machoka yaliyotema mate alifungwa na ukoo wake. Asifanikiwe kwenye maisha yake. Tulichukua kila kitu. Tulichukua. Mlichukua kila kitu. Si mnarudisha saa hii sasa. Niye majoka niye. Niye majoka. Niye majoka. Niye majoka. Niye majoka. Niye majoka. Aikosia na majoka mengi kwenye mwili wake. Na majeneza mengi kwenye mwili wake. Niye majoka. Roho za mauti. Unatafutwa na mauti lakini hutakufa. Hata kufa kwa jina la Yesu. Alirisishwa akiwa bado mdogo na bibi yake akizaa baba yake. Hata kama ni kwa kesho hawezi kufa. Uchawi lakini akakataa. Hapa ndo penye kesi nyingi. Kuna watu mnaridhishwa uchawi na mnajiza kukataa na Yesu amtafuta sawa sawa. Kwa mwisho unapambana huko hujoka vizuri. Mungu ameukataa. Huo uganga wa kurithi kwa jina la Yesu. Hivi alivyorithi kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Toka majoka, majeneza ya kurithi yote. Toka. 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 Shia kuona. Afia majaralani. Afia majaralani. Afia majaralani. Afia majaralani. Afia majaralani. Na mrejeshea kuona. Na mrejeshea kuona. Haya macho narejesha. Narejesha kuona. Narejesha kuona kwa jina la Yesu. Narejesha kuona. Na wakemea. Narejesha kuona. Tunaondoka. Toka leo. Narejesha kuona ndani yake. Tunaondoka leo. Narejesha kuona. Narejesha kuona. Toka. Toka. Namsudi tena. Narejesha kuona. I restore. Narejesha kuona. Yesu. Kila nguvu za giza ambazo zinainuka juu yako kudhoofisha ili usimame na kumtumikia Mungu. Sahi nadhoofisha. Na kudhoofisha. Nadhoofisha. Kila nguvu
nguvu za giza ambazo zinasimama kudhoofisha ili situmike. Kila majini, mapepo, mizimu ambayo inasimama kudhoofisha ili usitumike, kwa mamlaka ya jina la Yesu, toka! Toka! Mamlaka ya jina la Yesu, toka! Na ataziharibu bado, na ataendelea kuharibu, na ataendelea kuharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Toka kwenye hilo tumbo mlipokaa, katia uzito kwenye hilo tumbo kwa jina la Yesu. Toka kwa idadi yenu, toka kwa idadi yenu, mwache. Toka na msuri tena kwa idadi yenu, ondoka na msuri tena. Bwana asifiwe jamani. Ndio tunaanza mwaka, isikubali kwanza mwaka kisema. Amen. Mwaka unaanza. Sasa kama wewe unapakisha nini? Unataka uchukue roho yako. Huyu unamtakisha nini huyu, nauliza? Tunataka tumuue pamoja na mama yake. Kimuua mnafaidi nini? Tunataka tumuue. Mnafaidi nini mkimuua? Watoto wake tumeshawaua. Na tunataka tumchukue. Mkimchukua mnafaidi nini? Tunataka tumchukue. Mnafaidi nini mkimchukua? Tunataka tumchukue. Kwa nini mchukue? Akatutumikia sisi. Awatumikie. Tunataka tumuue. Tunataka shetani na Mungu ni utumishi. Hata shetani alikuriti majeshi ya kumtumikia. Wewe nani utumishi wewe? Hata shetani anataka watumishi. Wewe tu kwa jina la Yesu. Mauti haitakuwa sehemu yako mwaka. Nasema hautakufa bali utaishi na utamtumikia Mungu. Katika jina la Yesu imekuwa. Utapiga hiyo namba ya huduma, utapatiwa msaada wa maombi na maombezi 0749636618. Kama una shida kufika kanisani, tuelekeze unafika kanisani. Tuko Bariadi, mkoa wa Simiyu, Somanda, karibia na stendi ya mkoa. Utafika na utahudumiwa. Na Mungu akubariki. Usifuatie kwenye redio. Mungu akubariki sana.